Tunaendelea na hija yetu, na leo kama tulivyosikia mafundisho yameendelea kutujenga. Tukianza na sister alipokuwa akitufundisha, tukawa tunakumbushwa mambo mbalimbali kuhusiana na utume wetu kama wa utoto mtakatifu. Sasa mwaka huu ni mwaka gani? Wa jubilei kuu ya kanisa. Mwaka wa jubilei kuu ya kanisa. Na ujumbe ambao tunatembea nao ni mahujaji katika matumaini. Mahujaji katika matumaini. Kumbe kama mahujaji katika matumaini, na tulivyoanza kwenye mafundisho mkasema kwamba hija ni safari ya nini? Ya kiroho. Tunasafiri kiroho kwa ajili ya kufanya mabadiliko, tukianza sisi wenyewe, lakini vile vile tukitazamia mabadiliko ya wenzetu. Sasa katika kuwa mahujaji wa matumaini, kila mtoto ameitwa kuwa mahujaji wa matumaini. Hebu mwambie mwenzako, wewe ni hujaji wa matumaini. Wewe ni hujaji wa tumaini. Umeitwa ili ulete matumaini kwa watoto wengine. Sasa hayo matumaini ni matumaini katika mtiririko upi? Ni kwamba kuna watoto ambao hawana furaha. Ukweli si kweli? Kuna watoto ambao wanakosa furaha katika maisha yao. Kuna wengine wagonjwa, kuna wengine hawana ada, kuna wengine wana matatizo mbalimbali. Sasa tumeitwa kuwa mahujaji wa nini? Wa matumaini katika mwaka huu wa jubilei 2025. Sasa katika kuwa mahujaji wa matumaini tunapewa mambo ya kufanya kama tulivyosikia katika Injili. Jambo la kwanza ni kutenda mema. Kutenda nini? Mema. Jambo la pili ni kusali kwa ajili ya kuombea hawa watoto wenzetu ambao wamekosa matumaini. Kuna wengine wanauawa na vita mbalimbali vinavyoendelea katika sehemu mbalimbali za ulimwengu. Kumbe kama mtoto mhujaji wa matumaini unaitwa kusali kwa ajili ya kuombea watoto wenzako. Lakini jambo la tatu, ili tuweze kufanya hayo mawili, tunahitaji nguvu ya nini? Ya kimungu, nguvu ya kiroho, na ndio tunaalikwa tuweze kufanya mfungo. Tumsifu Yesu Kristo. Jambo la kwanza, Kristo anasema, mnapotenda mema angalieni mema yenu yasiwe kwa ajili ya kuonekana na nani? Na watu. Na mnaposali msisali ili muweze kuonekana na nini? Na watu. Na mnapofunga msifunge ili kuonekana na watu. Nini ambacho tunaalikwa tunapofanya hija yetu? Ni kwamba katika kuwa mahujaji wa matumaini lazima tujikabidhi kwa nani? Kwa Mungu. Yeye ndiye atuongoze katika kile tunachokifanya. Kama ninafanya jema, aidha kumsaidia mtoto mwenzangu, lazima nijikabidhi kwa nani? Kwa Mungu. Niwe natoa, wakati huo huo nisiwe na msema huyo ambaye nafanyaje? Namsaidia kwamba fulani nimempa hiki, fulani nimemsaidia hiki. Kwa kufanya hivyo hatui mahujaji wa nini? Watoto? Tukitoa au kusaidia mwingine wakati huo tunajitangaza, hatui mahujaji wa nini? Wa matumaini, bali tunakuwa mahujaji wa nini? Wa mateso na mahangaiko. Tumsifu Yesu Kristo. Jambo la pili, tunaalikwa kusali. Na kusali kwa ajili ya kuombea hao watoto wengine ambao wanateseka, ili walipokosa furaha Mwenyezi Mungu afanyaje? Awazidishie furaha yao wanayoikosa kwa kuwaondolea matatizo wanayo
kupitia katika maisha yao. Na jambo la tatu tumesema kama marafiki wa Yesu lazima tuwe na mshikamano na nani? Na Yesu. Tuwe na muunganiko na Yesu. Na hilo litatusaidia katika kufunga na kusali. Tumsifu Yesu Kristo. Kumbe tunapotoka hapa na tunaporudi nyumbani tukumbuke hayo mambo mangapi? Matatu. Jambo la kwanza, sisi ni mahujaji wa matumaini. Hebu mwambie mwenzako, wewe ni hujaji wa matumaini. Na ili uendelee kuwa mhujaji wa matumaini unapaswa utende mema kwa mwingine. Ili uwe mhujaji wa matumaini unapaswa usali, ukiwaombea hao wengine wanaohitaji tumaini kwako. Na ili uendelee kuwa mhujaji wa matumaini unahitaji nguvu ya nani? Ya kiroho ya Mungu iweze kukuongoza kwa kufunga na kwa kusali. Tumsifu Yesu Kristo.